Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo ni Novemba 25, siku ya Jumanne. Mada ya leo inasema changamoto ya ile nchi. Soma Yoshua 13 aya ya kwanza hadi ya 7. Hata ingawa ile nchi ya Kanaani ilikuwa ni zawadi kutoka kwa Mungu, kulikuwa na changamoto gani zilizoambatana na kuitwaa? Ukizingatia ukweli kwamba kwa karne kadhaa Waisraeli walikuwa wakiishi kama watumwa, mbinu zao za kijeshi hazikutosha kuishinda ile nchi. Hata wale wanyampara wa Misri, pamoja na majeshi yao yaliyokuwa vizuri na mbinu za hali ya juu, hawakuweza kuimiliki wakati wote. Kamwe wa Misri hawakuishinda Kanaani kikamilifu kwa sababu ya kutoshindika kwa miji yao iliyozingirwa na kuta. Sasa taifa la watu waliokuwa watumwa tu linaambiwa liishinde nchi ambayo waliokuwa mabwana wao hawakuweza kuishinda. Kama wataweza kuitwaa hii nchi wakati wowote, itakuwa ni kwa neema ya Mungu pekee na wala si kwa juhudi zao wenyewe. Yoshua 13 hadi 21 inashughulikia mgawanyiko wa nchi kwa mataifa mbalimbali ya Israeli. Mgao huu unaiambia Israeli si tu kile ambacho wamegawiwa, bali pia kile ambacho ni lazima bado kitwaliwe ndani ya lile eneo. Waisraeli wangeweza kuishi kwa hakika kwenye ile nchi ambayo Mungu alikuwa amewapatia kama urithi. Hawa walikuwa wapangaji halali na wa haki wa ile nchi chini ya umiliki wa Mungu. Licha ya hivyo, uwezo wa Mungu wa kuanzisha mambo ilikuwa ni lazima uendane na mwitiko wa mwanadamu. Nusu ya kwanza ya kitabu inaonesha jinsi Mungu alivyoitoa nchi kwa kuwaondoa Wakanaani. Nusu ya pili inatoa taarifa ya jinsi Israeli ilivyoitoa nchi kwa kuifanyia makazi. Utata huu wa ushindi huo unaonesha elimu mwendo ya wokovu wetu. Kama Israeli walivyokuwa, hatuwezi kufanya chochote ili kuustahili wokovu wetu. Waraka wa Paulo kwa Efeso sura ile ya 2 aya 8 na ya 9. Ni zawadi au karama kama vile ile nchi ilivyokuwa zawadi ya Mungu kwa Israeli, msingi ukiwa kwenye uhusiano wao wa kiagano na yeye. Ni dhahiri haukuwa na msingi wake kwenye sifa zao njema. Tazama Kumbukumbu la Torati sura ile ya 9 aya ya 5. Hata hivyo, ili Waisraeli wafurahie zawadi ya Mungu, iliwapasa wachukue wajibu wote uliokuwa pamoja na kuishi katika ile nchi, kama vile inavyotupasa pia kupitia uzoefu wa utakaso katika utiifu wenye upendo kwa masharti ya kuwa raia wa ufalme wa Mungu. Ingawa si jambo lile lile, usambamba kati ya kupewa ile nchi kwa neema na kupewa kwetu wokovu kwa neema vinakaribiana kiasi cha kutosha. Tumepewa zawadi ya ajabu, lakini ni jambo tunaloweza kulipoteza kama hatutakuwa waangalifu. Wakristo leo wanakabilianaje na changamoto kama zile zilizohusiana na kuitwaa nchi ya ahadi? Tazama Wafilipi sura ya 2 ya 12, Waebrania 12 ya 28. Hii ni Novemba 25, siku ya Jumanne. Changamoto za ile nchi. Mungu awe pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.